وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد. tukiendelea na darasa zetu katika asiratu an-nabawiyya katika muda huu baada salati al-maghrib, na kitabu ambacho tunaendelea nacho ni rawdatul anwar min sirati an-nabi al-mukhtar للإمام العالم صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. na kipengele ambacho tunaendelea nacho ni pale alipoanza kueleza al-muallif rahimahullahu ta'ala zile njia mbalimbali ambazo walizitumia washirikina wa Makka kukabiliana na kuizuia da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kipengele hichi alikiita au kiliandikwa kwenye kitabu chetu subulun shatta limuwajahati da'wa, njia mbalimbali zilizotumika katika kupambana na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Sheikh rahimahullah ametaja njia kadhaa. Mtaja njia ya kwanza iliyotumika nayo ni muwasalatu as-sukhriyati wal-istihza'i wal-iktharu minha, ni kuendeleza kejeli na kucheza shere, kumkejeli na kumcheza shere Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale waliomwamini na kulikithirisha hilo. Hii ni njia ya kwanza ilitumika, tumeona mifano yake. Athani, njia ya pili, alhailulatu baina an-nas wa baina al-istima'i ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kuweka kizuizi baina ya watu na baina ya kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walikubaliana hivyo kwamba wasitoe fursa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kusikilizwa. Kwa hivyo kila mtume anapokwenda kuwalingania watu katika Uislamu, hawa washirikina nao wanafika mahala hapo na wanaanza kupiga fujo ili watu wasimsikilize Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanafanya ushawishi kwa watu kutokumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni njia waliitumia kupambana na da'wa ya Mtume alayhi salatu wasallam. Lakini njia nyingine ni itharatu shubuhat wa takfifu diayat alkadhiba, ni kuziibua hoja tata. Walitafuta mambo ya kutatiza, wakawa wanayaibua, hasa kuwasema wale wanaomsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili waweze kurudi nyuma wasimsikilize huyo Mtume alayhi salam. Hizi hoja wanazitoa kwa wale wenye kulinganiwa. Kadhalika takfifu diayat alkadhiba, na kukithirisha propaganda, mambo ya kubuni. Kipengele hichi cha tatu tulikisoma pia na tumekisoma mpaka mwisho wake, na leo tunaendelea na kipengele cha 4. Leo tunaendelea na kipengele cha 4 katika zile njia ambazo washirikina wa Makka walizitumia kujaribu kupambana na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakulu الشيخ رحمه الله تعالى الرابع، njia ya 4، النقاش والجدال، ni kunakishiana na kujadiliana. النقاش والجدال، mijadala au minakasha na mijadala. Hii ni njia ya 4 ambayo waliona washirikina inaweza kusaidia kupambana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ikawa wanajaribu kuleta hoja kama za kupinga hivi, wakijaribu kujadili na kunakish yale ambayo anayazungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hili pia lilitumika, njia za kimjadala, majadiliano
na kubadilishana maneno, Mtume akisema na wao wanasema. An-niqash wal jidal, kunakishiana na kujadiliana. Sasa anaeleza Sheikh, anasema wa kanat thalathu qadaya istaghrabaha al-mushrikuna jiddan, na zilikuwepo kadhia tatu. Wa kanat thalathu qadaya, na zilikuwepo kadhia tatu, palikuwa na mambo matatu. Istaghrabaha al-mushrikuna jiddan, waliyashangaa mambo hayo washirikina sana tu. Istaghrabaha al-mushrikuna jiddan, waliyashangaa mambo hayo au kadhia hizo washirikina sana tu, ziliwashangaza mno. Wakanat, na yakawa hayo mambo matatu au hizo kadhia tatu, hiya al-asasu fi al-khilafi alladhi hasala bainahum wa bain al-muslimin fi amri ad-din. Wakanat hiya al-asasu, na zikawa hizo kadhia tatu ndiyo msingi, fi al-khilafi, msingi wa mzozo na ikhtilafu, alladhi hasal, mzozo ambao umetokea, bainahum, baina yao hawa washirikina, wa baina almuslimin fi amri ad-din, na baina ya waislamu katika jambo la dini. Mambo makubwa yaliyoibua mjadala, na ikawa washirikina hawaelewi, na pakatokea mzozo baina yao na waislamu. Ni haya mambo matatu. Wa hiya, nayo at-tauhidu, ni jambo la tauhidi, kwamba sasa watu wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa ibada, kwamba muabudiwa ni mmoja tu, na sivyo kama walivyokuwa wakifanya wao walivyozoea, kwamba wana miungu mingi. Dakhil al-Kaaba peke yake palikuwa na zaidi ya miungu 360, na ile miungu imepewa kazi zake. Kuna miungu ya watoto, miungu ya mazao, kuna miungu kwa ajili ya utabiri wa vita, miungu ya kulinda miji kitokea baa la njaa, kuna mungu wa njaa na shibe, hivyo yani. Sasa wanaambiwa yaache yote hayo na wajielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tauhid ilikuwa ni kadhia ya kwanza iliyoleta mzozo. Warisalatu, na utume, kwamba Muhammad ni mtume. Hili pia liliibua mzozo. Wao wanaona haiwezekani Muhammad kuwa mtume. Washirikina hawa walikuwa wana hoja mbili. Kwanza, hoja ya kwanza ilikuwa ni hoja ya kulazimisha, kwa maana utume hauwezi kuja kwa mwanadamu bwana. Kama ni utume basi Allah angemleta malaika. Hoja kwamba baadhi yao wanafahamu historia ya waliotangulia katika manabii, hawakuwa malaika. Wanazijua habari za Nabiullah Ibrahim na historia yake na mambo yaliyojiri Makka kupitia Ibrahim. Wanajua historia ya Ismail, Musa, Isa. Kuna baadhi ya Waarabu walikuwa wakisoma Taurati, wengine Injili. Si kwamba hawajui kwamba kuna manabii wametangulia kabla ya Muhammad, walikuwa ni wanadamu pia, hawakuwa katika malaika, lakini walilazimisha hiyo hoja, lakini malengo yao ni kumtweza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika swala la utume, kama tutakavyoliona, liliibua mjadala. Kadhalika walba'thu ba'da almaut, na kufufuliwa baada ya kufa, ili nalo lilileta mjadala mkubwa. Tena wakawa wanalishangaa jambo hili na kuona ni jambo haliwezekani, ni jambo muhali, kwamba watu wafe halafu wote wanafufuliwa. Watafufuliwa na kulipwa matendo yao. Kuna watakaoadhibiwa kwa sababu ya madhambi yao, wengine watalipwa thawabu, wataingia janna. Wakaona ni jambo haliingia kilini. Sheikh ataonyesha maneno yao na namna Allah alivyoyajibu kupitia Qur'an.
wakilishangaa jambo hili, kuona kwamba ni jambo lisilowezekana. Kwa hizo ni hoja ngapi hizo? Hoja tatu. Fakanu yunaqishuna fi hadhihi alqadaya, na wakawa hao washirikina wanafanya mjadala, wananakishi katika hizi kadhia tatu. Wayujadiluna haulaha, na wanajadili kuzunguka hizi kadhia tatu. Wayujadiluna haulaha, na wanajadili katika mzunguko wa hizi kadhia tatu. Fa amma alba'thu ba'da almaut falam yakun indahum fi dhalika illa at-ta'ajjub wal-istighrab wal-istib'ad al-aqli faqat. Kwa maana hapakuwa na hoja nyingine. Fa amma alba'thu, ama kufufuliwa ba'da almaut, baada ya kufa, falam yakun indahum fi dhalika, haikupatikana kwa wao katika hilo la kufufuliwa baada ya kufa. Falam yakun indahum fi dhalika, na hapakupatikana, falam yakun, na hapakupatikana kwa wao fi dhalika, katika hilo la kufufuliwa baada ya kufa, illa, isipokuwa at-ta'ajjubu, ni kustaajabu, wal-istighrabu, na kuona ugeni wa jambo. Illa at-ta'ajjubu, isipokuwa ni kustaajabu, wal-istighrabu, na kuona ugeni wa jambo. Hapakuwa na hoja isipokuwa ni kushangaa tu. Walikuwa wanashangaa, eti wanastaajabu, wanaona jambo geni, haliwezekani kwamba watu wakifa watafufuliwa. Kadhalika walistib'adu al-aqli, na vile vile ni umbali tu, umbali wa kiakili. Walistib'adu al-aqli, wengine wasema ukataaji wa akili. Hawakuwa na hoja zaidi ya kukataa akili zao tu. Walistib'adu al-aqli, na ukanushaji wa akili fakat, bas. Kwa hivyo katika jambo la kufufuliwa baada ya kufa hapakuwa na hoja yoyote kwa washirikina, ila ni kustaajabu, kuona ugeni, na kukanusha kiakili, bas. Alistib'adu al-aqli ni ukataaji wa kiakili. Fakanu yaqulun, na ikawa nasema hawa washirikina maneno yao, aidha mitna wa kunna turaban wa idhama a inna lamab'uthun aw abauna alawwalun. As-Saffat. Fakanu yaqulun, na wakawa nasema wakishangaa, aidha mitna wa kunna turaban wa idhama, pindi tutakapokufa sisi. Wanashangaa, pindi tutakapokufa sisi, wa kunna turaban, na tukawa ni mchanga, kwa maana miili yetu ikachanganyika na mchanga, ikaliwa kabisa. Wa idhaman, na tukawa ni mifupa mitupu. A inna lamab'uthun, je, sisi ni wenye kufufuliwa? Yawezekana hiyo? Maajabu haya. Tena sio sisi tu, awa abauna alawwalun, hata wazee wetu wale wa mwanzo, vibabu vyetu hivyo vilivyotangulia, pia kina babu nao watarejeshwa. Muhammad, wewe ni taajabu kubwa. Sasa hii ndio ilikuwa hiyo. Hizi ayati zinaonyesha kustaajabu. Wakanu yaqulun, na walikuwa wanasema, dhalika raj'un ba'id, yani baada ya kufa na sisi kuchakaa alafu tutarudi. Wanasema dhalika raj'un ba'id, hayo ni marejeo ya mbali, kwa maana hayawezekani. Haiwezekani bwana kurudi upya tukawa hai. Walikuwa wakisema hivyo. Surah Qaf aya 3. Si hayo tu, wakanu yaqulun, na walikuwa wakisema, waqala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idha muzziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Istihza. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل, na wakasema wale ambao wamekufuru, je, tusikuonyesheni mtu ambaye yunabbiukum, anakwambieni nyinyi,
kuna mtu anadai hapa waqala alladhina kafaru almushrikun, na wakasema wale ambao wamekufuru washirikina wa Makka, hal nadullukum, naam, je tusikujulisheni nyinyi, ala rajulin, juu ya mtu ambaye, yunabbiukum, anakuambieni nyinyi, idha muzziqtum kulla mumazzaq, pindi mtakapochanwa nyinyi vipande vipande, yani katika makaburi yenu mtapotiwa katika makaburi mkachakaa, funza wakafanya kazi yake, mkatafunwa nyinyi mkawa vipande vipande. Idha muzziqtum kulla mumazzaqin, pindi mtakapochanwa vipande vipande, wanakusudia katika makaburi. Innakum la fi khalqin jadid, haika nyinyi mtakuja tena katika umbile jipya. Kuna mtu anawaambia hivyo, innakum la fi khalqin jadid, haika nyinyi mtakuja tena katika umbile jipya. Yuko mtu huyo hawa walikuwa wanazungumza maneno haya wakimkejeli Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anajibu akisema, aftara ala Allahi kadhiban am bihi jinna, je wanamuona amemzulia Allah uongo? Allah anajibu, aftara ala Allahi kadhiba, je wanamuona huyo Muhammad amemzulia Allah uongo? Am bihi jinna, au amepata uenda wazimu? Wanamuona hivyo kwamba ni mrongo kwa haya anayowaambia. Aftara ala Allahi kadhiban am bihi jinna, je wanamuona Muhammad amemzulia uongo Allah au amepata uenda wazimu? Bal alladhina la yu'minuna bil akhirah fil adhabi wad dalal al ba'id, bal alladhina la yu'minuna bil akhirah, bali wale ambao hawaiamini akhirah, fil adhabi wad dalal al ba'id, wapo katika adhabu na upotevu wa mbali kabisa. Hii ni sura gani hiyo? Sura 7. Bali walikuwa wakizungumza baina yao, waqala qailuhum, na akasema msemaji wao, taajjuban wastihzaan, na huu usemaji hapa hali yakuwa ni mwenye kustaajabu na kufanya dhihaka, akisema amautun thumma ba'thun thumma hashrun hadithu khurafatin ya umma amri. Anasema eti kufa, ndio maana yake hapa, amautun eti kufa, thumma ba'thun kisha kufufuliwa, thumma hashrun kisha kukusanywa. Ndivyo anavyosema huyo Muhammad, amautun eti kufa, thumma ba'thun kisha kufufuliwa, thumma hashrun kisha kukusanywa. Hadithu khurafatin, ni maneno ya kubuni hayo, maneno ya kubuni. Ya umma amri, umma amri, wala usihangaike nayo, ni maneno ya kutunga tunga tu hayo. Walikuwa wakisema hivyo. Allahu musta'an. Watu waovu hawa. Sheikh anasema, waqad radda Allahu alayhim bi anwa'in min ar-rududi, wa hakika amejibu Allah kuwajibu wao kwa sampuli mbalimbali za majibu. Dhihaka hii walikuwa wakiifanya na istihzai, kejeli katika jambo hili, Allah subhanahu wa ta'ala hakuikalia kimya dhihaka hii, bali ameijibu. Waqad radda Allahu alayhim, na kwa hakika amejibu Allah kuwajibu wao, bi anwa'in min ar-rududi, kwa sampuli mbalimbali za majawabu. Hasiluha, mjumuisho wake hayo majawabu, annahum yushahiduna fi dunya, angalia jawabu hiyo, annahum yushahiduna fi dunya, kwamba hakika wao wanashuhudia katika hii dunia, anna dhalima yamut, kwamba mtu mwenye kudhulumu anakufa, duna an yalqa jazaa dhulmihi, basi na kuyapata malipo ya dhulma yake. Naam, pana madhalimu wengi tu, wameua watu, wamepora mali za watu, wamevunja heshima za watu, lakini wanaishi katika maisha yao mpaka wanakufa bila ya kulipwa malipo ya zile zulma zao. Kwa maana wanapokufa pana watu wanyonge wanalalamika wengi tu, bwana ametudhulumu sisi, katufanyia kadha na kadha katika mambo mabaya, ametunyongesha bwana katika uhai wake, alikuwa ni mtu muovu kweli kweli.
hilo wanalishuhudia. Annahum yushahidun, kwamba hakika hao washirikina wanashuhudia fi dunia, katika dunia, anna adh-dhalima yamut, kwamba dhalimu wanakufa, duna an yalqa jazaa dhulmihi, pasi na kupata malipo ya dhulma yake. Wal madhlumu yamutu, na aliyedhulumiwa pia anakufa, duna an ya'khudha haqqahu min dhalimihi, pasi na kuichukua haki yake kutoka kwa yule aliyemdhulumu. Aliyedhulumiwa naye anakufa, mtu mnyonge kabisa anakufa wa huwa madhulumu. Baadhi ya watu maskini wanafia gerezani hali ya kuwa wamedhulumiwa. Jamaa ametumia nguvu yake ya cheo au nguvu ya fedha akambambikizia kesi, akakamatwa, akamtia mahabusu gerezani. Pesa inatumika, cheo kinatumika, mtu hana hatia yoyote, akasingiziwa, anaozea magereza, anapata maradhi ya mshtuko kwa sababu ya jambo lililomkuta, mawazo, ameacha familia yake inateseka, mtu anapatwa na pressure kule, shindikizo la damu, mtu anakufa, anatolewa gerezani hali ya kuwa ni maiti, wa huwa mata madhuluman, na hali ya kuwa yeye amekufa hali ya kuwa amedhulumiwa. Haya tunayashuhudia, yapo. Kuna madhalimu wanakufa na dhuluma zao, na kuna waliodhulumiwa wanakufa hali ya kuwa wamedhulumiwa. Sheikh anasema wal muhsinu salihu yamutu, na mtu mwema mwenye kufanya ihsani aliyemwema, wal muhsinu as-salihu, mwenye kufanya ihsani aliyemwema, yamutu kabla an yalqa jazaa ihsanihi wa salahihi, anakufa kabla ya kuyapata malipo ya wema wake, malipo ya wema wake na islahi yake. Wal musii'u yamutu, na aliyembaya anakufa kabla an yuaqaba ala sayyiatihi, kabla ya kuadhibiwa juu ya makosa yake. Wakosaji pia wanakufa kabla ya kuadhibiwa kwa makosa yao. Sasa shekhi anajenga hoja, fa in lam yakun ba'da al-maut yawmun yub'athu fihi an-nas, fa in lam yakun, na ikiwa haitokuwepo, fa in lam yakun, na ikiwa haitokuwepo ba'da al-maut, baada ya mauti, yaumun, siku ambayo, yub'athu fihi an-nasu, watafufuliwa ndani ya siku hiyo watu, fayu'khadhu min adh-dhalimi lilmadhlumi, pakachukuliwa kutoka kwa dhalim, kwa maana haki, kwa ajili ya aliyedhulumiwa. Fayu'khadhu min adh-dhalimi lilmadhlumi, pakachukuliwa kutokea kwa dhalim haki, kwa ajili ya aliyedhulumiwa. Wayujza almuhsinu as-salih, na akalipwa mwenye kufanya ihsani aliyemwema. Wayuaqabu almusii'u alfajiru, na akaadhibiwa mbaya muovu. Sasa ikiwa siku hii haipo ili mambo haya yatendeke, lastawa alfariqan, basi yangelikuwa sawa makundi mawili, ingelikuwa wema na waovu ni sawa, si ndio? Adh-dhalimu wal madhlumu sawa, kwa sababu hakuna hisabu wala malipo. Mambo yangekuwa kama wanavyosema, ingelikuwa makundi mawili yako sawa, mwenye kufanya wema na mwenye kufanya uovu sawa sawa, anayedhulumu na anayedhulumiwa sawa sawa, kwa sababu hakuna malipo. Na hili lawezekana. Wala yakunu bainahuma farqun, na wala haitokuwepo baina ya makundi hayo mawili tofauti yoyote. Bal yasiru adh-dhalimu wal musii'u as'ada min al-madhlum wal muhsin at-taqi. Bal yasiru adh-dhalimu, bali anakuwa yule aliyedhulumu, wal musii'u, na yule aliyefanya ubaya, as'ada min al-madhlum, anakuwa katika utukufu zaidi kuliko aliyedhulumiwa, wal muhsin at-taqi, na kuliko mwema aliyefanya ucha Mungu. Maana mambo yatakuwa ni hivyo, wanaweza wakaendelea kujivinjari hata huko akhera, hali ya kuwa wameishi wakifanya ubaya, wakidhulumu, basi wao watakuwa wamefaidi zaidi. Bali yasiru adh-dhalimu wal musii'u, bali anakuwa yule mwenye kudhulumu na mwenye kufanya ubaya, as'ada
ni wenye utukufu zaidi na ubora zaidi min almadhlumi walmuhsin attaqi, kuliko yule aliyedhulumiwa na kuliko yule mwema mcha Mungu. Sheikh anasema wa hadha ghairu ma'qulin itlaqa, na hili haliingia kilini kabisa moja kwa moja. Wa hadha ghairu ma'qulin, na hili haliingia kilini moja kwa moja, ni jambo lisilokubalika kiakili kwa mtu mwenye akili salama. Walaysa min al-adli fi shay'in, na hakuna na halipo katika uadilifu jambo hili kwa chochote. Walaysa min al-adli fi shay'in, na halipo katika uadilifu kwa chochote. Wala yutasawwaru min Allah subhanahu an yabniya nidama khalqihi ala mithli hadha adh-dhulmi wal fasad. Wallah, wala yutasawwaru min Allah subhanahu, na wala haidhaniwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala an yabniya nidama khalqihi ala mithli hadha adh-dhulmi wal fasad, kwamba eti aijenge nidhamu ya viumbe wake juu ya mfano ya hii dhulma na ufisadi. Jambo hili haliwezi kudhaniwa kwa Allah. Mambo kama haya eti Allah afanya ndio mpango wake kwa viumbe wake, haiwezekani. Waovu na wema wawe sawa, wenye kudhulumu na wenye kudhulumiwa wawe sawa. Allah hawezi kuweka mpango huo kwa viumbe wake, kwa sababu ni mpango wa dhulma iliyopindukia. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala akiwazodoa makafiri, afanaj'alu almuslimina kalmujrimin, je, tutawafanya waislamu ni kama waovu? Malakum, mna nini nyinyi? Wapi mmerogewa nyinyi? Malakum, zimezidiwa wapi akili zenu? Kaifa tahkumun, vipi mnahukumu? Akili zenu zimezugwa upande gani? Malakum, mmezugiwa wapi? Kama wanavyosema baadhi ya mashaka wa Kiswahili, kaifa tahkumun, vipi mnahukumu mambo kwamba tuwafanye waislamu ni kama waovu? Bali katika suratul Jathia ni aya 21 hii, katika suratul Jathia aya 21 Allah anasema am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wallah, am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at, hivi wanadhania wale ambao ijtarahu ay kasabu, na maana ya kuchuma. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at, je, wanadhania wale ambao wameyachuma mambo mabaya, an naj'alahum kalladhina amanu, kwamba eti tuwajalie wao ni kama wale ambao wameamini, wa amilus salihat, na wakafanya matendo mema, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, kwamba yatakuwa sawa maisha yao na mauti yao. Saa ma yahkumun, ni mabaya mno au ni mbaya mno hukumu ambayo wanahukumu. Saa ma yahkumun, ni mbaya mno hukumu ambayo wanahukumu, kwamba eti maisha ya watu waovu tuyafanye kama maisha ya watu wema waliomwamini Allah na kufanya amali njema. Kadhalika mauti ya watu waovu tuyafanye kama vile mauti ya watu wema. Hilo jambo haliwezekani. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at, je, wanadhania wale ambao wameyachuma madhambi, an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat, kwamba tutawafanya wao ni kama wale ambao wameamini na wakafanya matendo mema, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, kwamba yatakuwa sawa maisha yao ya kilimwengu na mauti yao. Saa ma yahkumun, ni baya mno ni mbaya mno hukumu ambayo wanaihukumu. Al-Jathia. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha akitoa majawabu kwamba haiwezekani bwana mambo haya yakafanana. Kisha anasema wa amma al-istib'adu al-aqli, na ama ukanushaji wa kiakili, kwa sababu walikanusha kwa kutumia akili zao. Wa amma al-istib'adu al-aqli, na ama ule ukanushaji, al-istib'adu ay al-inkaru al-aqli, an-nafyu al-aqli. Wa amma al-istib'adu al-aqli, na ama ule ukanushaji wa kiakili, faqala,
raddan alayhim fi dhalik, akasema Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwajibu wao katika hilo, a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha. Majibu mazuri hayo. A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha, je, nyinyi mna umbo zito zaidi au ni mbingu? Banaha, tumeijenga hiyo mbingu. Hebu jipimeni uzito wenu nyinyi wanadamu na mbingu zilivyo. Aina antum was-samaa, mkoje nyinyi na mbingu? Si kijidude kidogo tu wewe na ile mbingu ilivyo, ukubwa wake na ufanisi wake. Sasa hiyo mbingu ambayo wewe huingii kwa chochote na unafahamu, tumeijenga sisi. Maana hakuijenga babu yako wala mizimu ya kwenu, kwamba ndio imejenga hii mbingu bila ya nguzo. A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha, je, nyinyi mna umbo zito zaidi au ni mbingu? Banaha, ameijenga hiyo mbingu. Hiyo ni sura gani? An-Nazi'at. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-Ahqaf akasema, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, je, hawajaona hawajatizama kwa tafakuri, anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, kwamba hakika Allah ambaye ameziumba mbingu na ardhi, walam ya'ya bi khalqihin, na wala hakuchoka kwa kuviumba hivyo. Walam ya'ya bi khalqihin, na wala hakuchoka kwa uumbaji wa vitu hivyo, yani as-samawati wal ardh. Wama massana min lughub, hakufikwa na uchovu. Walam ya'ya bi khalqihin, na wala hakuchoka kwa uumbaji wa vitu hivyo. Basi hawaoni kwamba huyu Allah aliyeumba mbingu na ardhi na hakuchoka katika uumbaji wake, biqadirin, ni mwenye uwezo, ala an yuhyiya al-mauta, juu ya kuwahuisha wafu. Bala, uwezo upo. Innahu ala kulli shay'in qadir, haika yeye juu ya kila kitu ni muweza. Bala, ana uwezo kamili subhanahu wa ta'ala. Innahu ala kulli shay'in qadir, haika yeye juu ya kila kitu ni muweza. Kisha Allah anawaambia katika surah al-Waqi'a, walaqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun, na kwa hakika mliujua uanzaji wa mwanzo. Anna Allah ameanza kuumba mwanzo, nyinyi hamkuwa kitu. Hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, mwanadamu umempitia wakati mrefu tu, hakuwa ni kitu cha kutajwa. Kisha Allah akamuumba